Sema leo tunapiga zile roho ambazo ziko nyuma ya matatizo yetu. Kila tatizo ambalo unapata kuna roho ako nyuma wa hilo tatizo. Na huyo roho ametoka kwa madhabahu fulani, ametumwa. Kuna maagano yamefanywa mahali fulani. Na kuna dhambi ilitendeka. Na hiyo dhambi sio lazima uko umeitenda wewe. Mababu zetu wametenda dhambi, nao hawako tena, na sisi tumeyabeba maovu yao. So unaweza kubeba maovu ya dhambi ambayo ilitendwa kitambo, lakini cha msingi ni kuna roho ya umaskini, kuna roho ya magonjwa, kuna roho ya ufukara. Wewe una experience ufukara, lakini nyuma huo ufukara kuna roho. Sasa huyo roho sasa nataka tumtafute, tumvunje, tumpasue, tumwambie ingawaji umeua wengi waaminifu, ingawaji umeiba nyota za watu wengi, ingawaji umezuia wengi waaminifu, lakini sio mimi. Leo na sasa hivi na kukamata na kushambulia na kuvunja na kufyeka na kukanyaga na kuamuru uachie maisha yangu. Lazima ujue jinsi gani ya kudeal na hizi vitu, roho ambazo ziko nyuma ya matatizo yetu. Ukisoma kitabu cha Yohana chapter 6 verse 63. Yohana chapter 6 verse 63 nasema roho ndiyo uzima. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Na wewe unavyojiona wewe ni roho unaishi ndani ya mwili. Wewe ni roho mwenye nafsi anaishi ndani ya mwili. So kama roho ndio itiayo uzima na mwili haufai kitu, ule roho akifungwa basi kumaanisha wewe umeisha, kwa sababu mwili wenyewe haufai kitu. Ndio maana kuna wakati unapigana, mwili unapigana, inataka hii, roho inataka hii, kunakuwa ni kupigana pale. So roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Unaona? So kama kila kitu kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho na roho yako imefungwa, je, itajidhihirisha vipi kwenye ulimwengu wa damu na nyama? Ukifungwa rohoni, kwenye ulimwengu wa damu na nyama umefungwa. Ukipigwa na ufukara rohoni, basi kwenye ulimwengu wa damu na nyama una experience ufukara. The spiritual manifestation inatokea kwenye ulimwengu wa damu na nyama, kwa sababu kila kitu kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho, na roho ndio inatia uzima. Na mashetani ama wachawi wanatuma pia roho, zinakuja zinaingia ndani yako, right? Zikikuingia ndani yako zinageuka kulingana na zile maagano ambazo zimefanywa wapi? Kwenye madhabahu. Kwanza wanatengeneza madhabahu, wanatoa kafara, then wanayaita mashetani ama mapepo ama majoka ama mizimu. Wakishaziita wanaziambia tumewapatia damu, nendeni kwa mtu fulani mumuingie mkue roho ya ufukara, endeni kwa mtu fulani muingie, mgeuke, mkue magonjwa. Kwenye ulimwengu wa roho viumbe vyote kwenye ulimwengu wa roho vina asili ya kugeuka. Unanipata? Zinageuka. Anakuwa pepo magonjwa hapa, anakuwa pepo ufukara hapa, ana asili ya kugeuka. Ndio maana yule mwanamke kusoma katika kitabu cha Luka chapter 13 kuanzia verse 10 to 13. Chapter 13 verse 10 to 13. Luka. Yesu alipofika sinagogi akampata mwanamke, yule mwanamke alikuwa amepinda. Lakini si kupenda kwake, ni roho alikuwa ametumwa ndani yake akampindisha, pepo udhaifu. Ule roho wa udhaifu alikuwa ameingia ndani yake akampindisha mgongo. Yesu akamfungua akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. So wachawi pia wanaweza kutuma roho zikaingia ndani yako, zikakuweka kwenye magonjwa, kwenye ufukara. Ni roho. So wewe unaona ni ufukara, wewe mahali ulipo unaona ni ufukara, unaona tu ni kugombana kwa kawaida na mchumba wako, unaona tu ni matukio ya kawaida. Hakuna matukio ya kawaida ambayo yanakupata wewe. Matukio pia yanapangwa kwenye ulimwengu wa roho. Kila kitu kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana kuna generational curses. Kiuhalisia laana si maneno tu, kuna roho zimebeba hizo laana, right? Kuna roho zimebeba hizo laana. Kuna babu ama kuna nyanya kwenye familia
alitoa madhabahu, akaitisha ulinzi wa kishetani juu ya familia yake. Alipoitisha ulinzi wa kishetani, of course akapeana kafara. Alipopeana kafara, yale mapepo yakamwambia, maagano yakakuwa, wakafanya maagano yakuwa familia yako itaishi, lakini apate tokea mtu tajiri, ama watakuwa matajiri lakini watakufa vifo vya haraka. Sasa zile ndio multi ancestral curses ama generational curses. Lazima ujue kupiga hizo roho juu ya laana, nyuma ya laana, lazima ujue kupigana nazo. Ndio maana ukisoma kitabu cha Ezekiel 36 verse 26 mpaka 27, Mungu anasema, nami nitawapa moyo wangu, nami nitaweka roho mpya ndani yenu. So kuna uwezekano unaweza kuwa uko na roho ndani ambayo sio mpya, ambayo haijatoka kwa Mungu. Ndio maana Mungu anakuambia, nami nitawapa moyo wangu, nami nitaweka roho mpya ndani yenu, nami nitaondoa moyo wa jiwe kati ya mwili wenu. Unanielewa? So kuna uwezekano unaweza kuwa ni wewe upo, lakini kwenye mwili wako kuna roho ambazo sio zako, zimetumwa kutoka kwa madhabahu fulani. Unaishi ndio, kwa kuwa Mungu anahitaji mwili wako atende kazi kwenye dunia. Shetani pia vile vile anahitaji mwili wako atende kazi. Kumbuka sisi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. So shetani pia ana watu wake ambao ndio silaha zake za vita. Sijui kama unanielewa. Sasa wale roho, shetani pia ni roho. Ndio maana kusoma kitabu cha Waefeso chapter 2 verse 1 to 3 inasema, nanyi mlikuwa wafu katika makosa yenu na dhambi zenu mlizozitenda, kwa kuifuata njia ya ulimwengu huu na kwa kumfuata yule mkuu wa anga, yani roho anayetenda kazi ndani ya wana wa kuasi. So ni roho anayetenda kazi ndani ya wana wa kuasi. Hiyo ni Ephesians 2 verse 1 to 3. So ni roho. So yule roho anaweza kuwa alitumwa ndani yako akaingia, ila wewe hujui. Kuna uwezekano pia umefungwa akili. Kuna uwezekano umefungwa ufahamu. Ufahamu pia unaweza fungwa. Hatima vile vile inaweza fungwa. Nafsi inaweza fungwa. Right? Roho pia inaweza fungwa. Mpaka ile siku wewe utaamua unachukua hatua gani kwenye maisha yako. You take a different way of viewing life. Ukifika kwenye ile hatua, malaika wa Mungu anakuwa nyuma yako kukusaidia. Mungu naye anakuambia sitakuacha, lakini wewe ndio unaamua sasa, mimi katika jina la Yesu nimekataa magonjwa. Mimi katika jina la Yesu kila roho aliyetumwa kunizuia na mkamata, na mpasua, na mfyeka. Biblia inasema katika Amosi 3 mstari wa 3, watu wawili hawawezi kutembea pamoja wasipokubaliana. So wewe na hizo roho za mauti, wewe na hizo roho za ufukara, je, umekubali kutembea nazo? Unaona? Kumbuka Biblia inasema kwa sasa ile siri ya uasi inatenda kazi, lakini yupo anayezuia mpaka wakati atakapoondolewa. Kuna roho zinazuia, zinatenda kazi, zinakuzuia, zimeingia ndani zikakufunga, zikafunga uzazi wako, zikafunga mikono yako, zimekufunga usipate mchumba, zimekufunga usiolewe, zimekufunga. Sasa zile roho sasa unataka lazima ushindane nazo. Ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu, na wenye nguvu waliuteka. Hakuna kitu kinapatikana bure, lazima upigane. Unataka kushinda? Je, unataka kuwa Daudi? Umepigana. Unataka kuwa Benaya? Umepiga wakuu wa Moabu. Umempiga yule simba aliyejificha kwenye theluji aliyejificha kwenye shimo siku ya theluji. Unataka kupigana? Je, unataka kuwa Gideoni? Je, umevunja madhabahu za baba zako? Unataka kuitwa shujaa? Je, umewapiga Midiani? Umepigana nao. Ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu. Lazima ujifunze kupigana. Lazima ujifunze kutumia mamlaka ya damu ya mwana-kondoo. Ndio maana Biblia inasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya wafalme, ni juu ya wakuu. Kuna wakuu, kuna wafalme, ni juu ya mamlaka. Kuna mamlaka fulani lazima ushindane nazo.
Kuna majeshi ya pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Vita zimebadilika, tunapigana kwenye ulimwengu wa roho. Hatupigani vita jinsi ya damu na nyama. Kumbuka, tunaenenda katika damu na nyama, lakini hatupigani vita jinsi ya damu na nyama. Kwa kuwa silaha za vita zetu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome. Tunaangusha mawazo na chochote ambacho kimejinua juu ya mawazo ya Mungu. So kuna mawazo pia unayaangusha. Mawazo ya ufukara unayaangusha. Kumbuka yale mawazo, kuna roho nyuma ya mawazo. Mungu hawezi kuambia pigana na mawazo, angusha mawazo kama hakuna roho ndani ya mawazo. Mungu anajua ipo roho nyuma ya mawazo, lazima uiangushe. Right? Unateka nyara fikra, unazileta chini ya uongozi wa Kristo. Right? Alafu Mungu anakuambia unapokwenda vitani, ukapata wana magari, ukapata wana farasi, usiogope. Yaani wewe usije ukajiambia eti madevil worship ni watu wenye nguvu. Yes, kuna mamlaka ya chini, kuna mamlaka ya juu, kuna mamlaka ya anga, kuna mamlaka ya maji, kuna mamlaka ya bahari, lakini wote wanatii sauti ya mwana wa Adamu ambaye ndio wewe. The moment unasema mimi ni mwana wa Mungu aliye hai, unageuka kwenye halisia ya kidunia, unakuwa mwana wa Mungu aliye hai. Ndio maana imeandikwa, je, hamjui sisi ni wana wa Mungu? Sisi ni miungu na wana wa Mungu aliye hai. So wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Unatenda kazi kama Mungu kwa sababu gani? Wewe ndio mkono wa Mungu kwenye dunia. Wewe ndio miguu ya Mungu kwenye dunia. Wewe ndio silaha zake za vita. Lazima tujifunze kupigana. Leo nataka tupige kila roho aliye nyuma ya matatizo yetu. Kuna roho ya ufukara, kuna roho imekushika hatua zako usikuwe tajiri, kuna roho imekuja ikucheleweshe. Na ile roho inaweza kuja kwa mfano wa mtu. Unaona? Inaweza kuwa kwa mahusiano na mtu, inaweza kuja kwa mfano ya kazi. Inaweza kuwa ni kazi, umefungiwa kazini, bosi wako na anatumia nyota yako. Inaweza kuwa pile roho imekuja kwa mfano wa nyumba. Kuna watu wamefungiwa kwenye manyumba zao. Kuna roho ziko ndani ya manyumba zao zimewafungia. Right? Zinasoma hatua zao ila ndani ya nyumba zao. Ndio maana unapata mtu hataki kuhama nyumba fulani, amefungiwa kwenye nyumba. Unapata yaani matatizo yako yameanzia kwenye ukilala. Vitu vinaanza kutembea kwenye nyumba. Kuna watu already mapepo yashaingia ndani. Unajua miili yetu ni kama nyumba. Ndio maana Biblia inasema pepo mmoja akitoka huwa anazunguka alafu anarudi kuangalia ile nyumba yake. Akipata iko safi, kumaanisha ile nyumba bado haijajazwa na Roho Mtakatifu, anaipata nyumba iko empty. Akipata iko empty, anatoka anatafuta wenzake wa 7 ambao ni wakali kuliko yeye. Alafu anakuja na mwingia tena, alafu hali ule mtu inakuwa mbovu kuliko vile ilivyokuwa mwanzo. So miili yetu ni kama nyumba. Mapepo zinaweza kaa ndani, mizimu inaweza kaa ndani, watu waliokufa kitambo zile roho zao zinaweza kaa ndani. Ndio maana wachawi huwa wana summon watu waliokufa. Wakiwa summon, wale watu wanaongea lakini ila kwa kinywa cha ule mchawi. Unaona? So miili yetu inaweza summon, wanaweza summon zikaingia ndani. So zile roho sasa ambazo zimetoka kuzimu, nataka tuzikamate. Roho ambazo zimetumwa nataka tuzishambulie. Na kushambulia kwetu tunavunja kuanzia kwenye madhabahu. Tunavunja kuanzia kwenye madhabahu. Tukivunja kwenye madhabahu, tunapiga kafara zao, tunapiga mikataba yao, viapo vyao, alafu hizo roho tunazikamata, tunazivunja, alafu wale sasa waliohusika, wale wachawi, waganga ama yoyote ambaye kwa na mwili ambaye alihusika kukutesa wewe, tunamkamata pia yeye. Inaweza kuwa ni mtu wa familia, inaweza kuwa ni mtu wa kando, tunamkamata hivyo hivyo, tunamfyeka, tunampasua, tunamvunja. Biblia inasema usiwache mwanamke mchawi akaishi. Mwanamume ama mwanamke aliye mchawi lazima uliwe, atapigwa kwa mawe na damu yake itakuwa juu ya kichwa chake. Biblia inasema Wanaisraeli watatumia silaha zao kama kuni kwa muda wa miaka 7. So zile silaha zao za magonjwa tutaziteketeza kwa muda wa miaka 7. Tutazivunja, tutaziharibu. Biblia inasema tumepatiwa kwato za shaba, tutapiga mataifa mingi. The Bible says tumepatiwa mikono ya chuma na pembe za chuma, na ndivyo maisha yetu yalivyo. Jua la haki limezuka.
juu ya maisha yetu, na sisi tunarukaruka kama ndama mazizini. Kwa sababu gani? Lile jua limezuka na linaponya kwenye mbawa zake. Tunawakanyaga waovu, wanakuwa kama mavumbi chini ya miguu yetu. Nataka sasa tukanyage kila roho nyuma ya tatizo yako. Nilisema leo tutahubiri kidogo, alafu tutaomba sana. Kama mko tayari kuomba, semeni tuko tayari. Tuanze kuvunja, tuanze kupasua, tuanze kufyeka kwa damu ya Yesu, tuanze kuharibu kila magonjwa, tuanze kuvunja kwa mamlaka. Tunaomba sisi, kawaida yetu tunaomba kwa mamlaka. Tunatumia mamlaka ya damu ya mwanakondoo, tunatumia mamlaka ya jina la Yesu, kwa kuwa imeandikwa, mwanadamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kazi yetu hapa duniani ni kuvunja kazi za ibilisi, na katika kuvunja kazi za ibilisi, hapo ndo unapata gari. Katika kuvunja kazi za ibilisi, hapo ndo unapata mchumba. Katika kuvunja kazi za ibilisi, hapo ndo unapata utajiri. Lazima ujifunze kutumia mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Usiwaogope wachawi, na ukianza haya maombi watakufuata. Aliyekufunga atakufuata, ama waliohusika kukufunga watakufuata usiku. Kuna wengine wamefuatwa wakanyongwa, wakaanza kuogopa haya maombi. Usiogope, watakuja. Yes, kuna wengine watakupigia simu ukianza kuwafyeka. Kuna wengine wataanza kukutafuta, kumbe wanatumia nyota yako. Lakini usiogope, ikiwezekana hata simu zao usishike, ama ukishika pia omba kimoyomoyo, right? Watakufuata. Kwa sababu gani? Wamekufunga miaka mingi, na sasa aliyefungwa anataka kuachiliwa, na sasa aliyefungwa amewajua waliofunga, ameanza kuwafyeka. Wataanza kupiga confirm kama uliwaona, right? Nataka tuingie kwenye maombi, nataka tuvunje madhabahu zote, nataka tupasue. Tunaanza na madhabahu, na madhabahu tumesema kwanza tunavunja hizo madhabahu. Tanzania imefungiwa internet, so unipati wala sikusikii kitu. Pole, but this video itakuwa kwa YouTube, so those wenye from Tanzania mtanipata kwa YouTube. Nataka tuingie kwenye maombi, but nitakuombea Theopista. Nataka tuingie kwenye maombi, tujitakase, tuombe msamaha kwa Mungu, alafu tuingie kwenye maombi yetu ya vita. Lazima upigane. Lazima upigane. Maombi ya kinyonge, huo wakati umeisha. Wakati uliisha kitambo sana. Leo sisi tunataka kuachilia moto juu ya madhabahu za magonjwa. Nataka tuachilie moto juu ya kamba za magonjwa. Nataka tuachilie moto juu ya madhabahu za kuzimu. Nataka tuzivunje vipande kwa damu ya mwanakondoo. Anza kujitakasa kwa damu ya Yesu. Sema najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu ya Yesu. Jitakase tu, jitakase, alafu msifu Mungu. Msifu Mungu kujitakasa kwa damu ya Yesu. Jitakase kwa damu ya mwanakondoo, kwa roho na kweli. Kwa roho na kweli unaomba msamaha. Sema naomba msamaha kwa ile nimeyatenda kwa kujua na pasipo kujua. Kama una mtoto pia unamtakasa kwa damu ya mwanakondoo, unamtakasa katika jina la Yesu Kristo. Jitakase kwa damu ya Yesu, jitakase kwa damu ya mwanakondoo, jitakase kwa damu ya mwanakondoo. Jitakase tu, sema najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Natakasa anga yangu kwa damu ya mwanakondoo, natakasa mwili wangu, natakasa nafsi yangu, natakasa kwa damu ya mwanakondoo, natakasa kwa roho yangu kwa damu ya mwanakondoo, namtakasa mtoto wangu, namtakasa mke wangu na familia yake, na watakasa wote kwa damu ya mwanakondoo. Unajitakasa, alafu unaomba msamaha. Kwa kuwa maombi mwenye haki anafaa sana akiomba kwa bidii. Anza kuomba msamaha. Nataka tupige maombi ya bidii kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuomba msamaha, anza kuomba msamaha kwa Mungu. Anza kuomba msamaha. Adui yako amekuja kwa njia moja, atasambaratika njia 7. Anza kuomba msamaha ukijitakasa kwa damu ya Yesu. Anza kuomba msamaha ukijitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Ukishajitakasa ukiomba msamaha, unaanza kujintroduce sasa. Unasema mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Imeandikwa mimi nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Imeandikwa mimi ni mpako mafuta wa Bwana, na navaa mamlaka kama mwana wa Mungu, na navaa mamlaka kama mtu aliyeitwa kwa wakati wake, na navaa mamlaka kama rungu na silaha za Bwana za vita, na ikamata anga, na ikamata nchi, na ikamata bahari na mashimo yake. Maana imeandikwa na tumuumbe mtu katika mfano wetu, ili atawale ndege wa angani, na zikamata juu vyote vinavyofanyika kwenye anga na vikamata, vyote vinavyofanyika kwenye nchi na vikamata, vyote vinavyofanyika kwenye bahari na vikamata kwa damu ya mwanakondoo. Unaanza kuzikamata after kujintroduce, unazikamata. Alafu tunavunja kila madhabahu ambayo imetengenezwa kwa jina lako. Tunapasua kila madhabahu za magonjwa, tunavunja kila madhabahu za ukoo, tunaharibu kila madhabahu waliokutengeneza kwa ajili yako. Tunavunja, tunaharibu kwa damu ya mwanakondoo. Madhabahu juu ya anga iliyotengenezwa na wakuu wa anga, vunja. Madhabahu iliyotengenezwa na wafalme wa anga,
pasua. Madhabahu iliyotengenezwa na wafalme wa nchi, vunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Imeandikwa, nao akamshinda kwa damu ya Yesu na neno la ushuhuda wao. Wewe pia unawashinda kwa damu na kondoo. Sema, navunja kila madhabahu iliyotengenezwa kwa ajili yangu, na pasua kila madhabahu za ukoo, na pasua kila madhabahu iliyotengenezwa na waganga, na vunja na haribu na ponda vipande vipande. Madhabahu za magonjwa na vunja, madhabahu juu ya bahari pasuka, madhabahu juu ya nchi na fyeka kwa damu na kondoo. Na achilia moto, na achilia radi kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na vunja madhabahu iliyotengenezwa nisipate mchumba, na vunja madhabahu iliyotengenezwa niwe fukara, na vunja. Anza kuvunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kupasua, anza kuachilia moto, anza kuteketeza kwa damu na kondoo. Sema, navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Navaa mamlaka tena kwa damu na kondoo. Na vunja madhabahu zote iliyotengenezwa kwa ajili yangu, na pasua vipande vipande, na fyeka na haribu na ponda na zisagasaga. Maana imeandikwa, nimepatiwa koto za shaba, nitapiga mataifa mengi. Na vunja kila madhabahu iliyotengenezwa kwa ajili yangu, na pasua kila madhabahu za ukoo, na zifyeka kila madhabahu iliyo nishikanisha kwa kujua na pasipo kujua, na vunja na haribu na ponda kwa damu na kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Anza kuvunja, endelea kupasua pasua, endelea kuvunja vunja kwa damu na kondoo, kwa mamlaka ya damu na kondoo, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Vunja, haribu, ponda vipande vipande kwa damu na kondoo. In Jesus name. Endelea kuvunja, endelea kupasua kila madhabahu kwa damu na kondoo. Vunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Pasua vipande vipande, angamiza kila madhabahu kwa damu na kondoo. Vunja kwa damu na kondoo katika jina la Yesu Kristo. Vunja katika jina la Yesu Kristo. Pasua. Sema, na pasua kila madhabahu uliotengeneza kwa ajili yangu, na pasua kila madhabahu uliotengeneza magonjwa, na pasua kila madhabahu uliotengeneza kuninasa kwenye ufukara, na pasua kwa damu na kondoo. Na achilia moto, na achilia radi kwa ulimwengu roho, na vunja na haribu na teketeza kwa damu na kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Endelea kuvunja, endelea kupasua, endelea kufyeka kwa damu na kondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishi milele. Baba, kwa damu na kondoo na mamlaka katika jina la Yesu Kristo, na mamlaka Baba kwa damu na kondoo. Kila madhabahu Jehova iliyotengenezwa kwa ajili ya watu hawa, na zikamata kwenye anga, maana imeandikwa, mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Na kamata Baba, maana imeandikwa, umetufanya kuwa kuhani juu ya mataifa, ili kuvunja, kuharibu, kuteketeza. Na mamlaka tena kwa damu na kondoo, na teketeza kila madhabahu iliyotengenezwa kwa ajili ya watu hawa, na vunja kila madhabahu iliyotengenezwa kwa ajili yao, na pasua vipande vipande. Madhabahu za magonjwa na vunja, madhabahu za kuzuia nyota na pasua, madhabahu za ufukara na fyeka kwa damu na kondoo. Madhabahu iliyoshikanisha kwa kujua na pasipo kujua, na zikamata kwenye anga, na zikamata kwenye bahari, na zikamata juu ya nchi, na zivunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na vunja kila madhabahu katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini ziko naye. Imeandikwa, umetupatia kwato za shaba, tutavunja mataifa mengi. Na vunja madhabahu iliyotengenezwa kwa ajili ya watu hawa, na pasua madhabahu za ufukara iliyotengenezwa kwa ajili yao, na vunja na haribu na ponda kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na achilia moto, na achilia radi kwa ulimwengu roho, na teketeza, na zisagasaga, na zipasua pale akapo shetani kwenye maisha ya watu hawa amejenga madhabahu pale, na ivunja. Pale akapo wachawi kwenye maisha ya watu hawa amejenga madhabahu pale, na ipasua hiyo madhabahu iliyotengenezwa na wakuu wao, na wapasua hiyo madhabahu iliyotengenezwa na wafalme wao, na zipasua. Maana imeandikwa, bomoeni hata misingini, na bomoa madhabahu zote iliyotengenezwa kwa ajili ya watu, na zivunja na ziteketeza, na zipasua kwa damu na kondoo. Na achilia moto, na achilia radi, na achilia umeme kwa damu na kondoo. Maana imeandikwa, kila shindanaye na Bwana atapondwa kutoka mbinguni. Bwana ataachilia radi, na achilia radi, na saga kila madhabahu iliyotengenezwa kwa ajili yake, na saga kila madhabahu iliyotengenezwa kumchelewesha. Na vunja na haribu na ponda kwa mamlaka ya damu na kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Endelea kuvunja madhabahu za upande wa kina baba. Sema, navunja madhabahu za upande wa kina baba, navunja madhabahu za upande wa kina mama, navunja madhabahu zote kwa damu na kondoo. Pasuka vipande, vunjika kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na vunja na haribu na ponda kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Pasuka vipande kwa damu na kondoo. Na vunja madhabahu za wafalme wao, na zipasua madhabahu za wakuu wao, na zivunja kwa mamlaka ya damu na kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Endelea kuvunja, usiogope. Endelea kupasua, endelea kufyeka kwa damu na kondoo. Nataka sasa tukamate waganga na kila roho tuzifunge, zile roho za magonjwa, wachawi na waganga, devil worshiper. Kumbuka, cha mtu ulio na mtu, nataka tuzishambulia waganga, tuwashambulie hizo roho ambazo zimetuma kwenye madhabahu, tuzishambulia, tuzifunge, alafu tuzishushe pande za mwisho za kuzimu. Ukitaka uzipasue, ukitaka wafyeke
wachawi. Imeandikwa usiwache mwanamke mchawi akeshi. Ukitaka uwapige na upofu, ukitaka wasage, maana adui ameletwa chini ya miguu yako, utamtenda unavyotaka wewe. Sema navaa mamlaka tena kwa damu na kondoo, navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa kuna mtu awezaye kwenda kwa nyumba ya mtu mwenye nguvu asipokumfunga. Baba, nafunga mapepo katika jina la Yesu Kristo, na wafunga majoka katika jina la Yesu Kristo, nafunga wachawi katika jina la Yesu Kristo, nafunga madevolospa na yoyote Baba aliyehusika kutucheza sisi, na mkamata na mfunga wachawi wa familia, na wakamata na wafunga kwa damu na kondoo. Wakuu wa anga na wakamata na wafunga kwa damu na kondoo. Anza kuwakamata ukiwafunga, wakamate kwenye anga, wakamate juu ya bahari, wakamate kwenye familia, wakamate kwenye nchi, wakamate wafunge matita. Kumbuka imeandikwa chochote tutakachofunga duniani kimefungwa na mbinguni. Anza kuwafunga sasa, anza kuwafunga. Sema na kushambulia ewe roho uliyeniletea magonjwa, na kushambulia na kufunga kwa damu na kondoo. Ewe binadamu uliyeniletea magonjwa, na kukamata na kufunga. Ewe mchawi unayewinda maisha yangu, na kukamata na kufunga kwa damu na kondoo, na kufunga matita na kufunga kwa damu ya Yesu, kwa damu na kondoo. Ukiwafunga unaanza kuwapasua sasa, ukiwafunga unaanza kuwafyeka sasa, ukiwafunga unaanza kuwaponda, ukiwafunga unaanza kuwakanyaga unaanza kuwateketeza kwa moto lao, unaanza kuwavunja. Maana imeandikwa katika jina la Yesu Kristo, neno la Mungu ni moto lao. Unaanza kuwateketeza sasa, unaanza kuwavunja. Kumbuka imeandikwa utaangusha 10,000 upande wa kulia, utaangusha 1000 upande wa kushoto, lakini hawatakukaribia. Sema navaa mamlaka tena kwa damu na kondoo, na wakamata na wafunga. Naangusha 1000 upande wa kulia, naangusha kwa damu na kondoo, naangusha 10,000 upande wa kushoto. Nateketeza wachawi, nateketeza watesi wa maisha yangu, na wavunja na waribu, na waponda kwa damu na kondoo. Watesi waliotuma magonjwa, watesi wanaozuia akili yangu, watesi wanaozuia maisha ya watu, na kukamata kwenye mengo roho, na kuvunja na kuharibu, na kuponda na kusaga na kufyeka kwa damu na kondoo. Ewe mchawi uliyekuja kufunga mali na kupasua, ewe mganga uliyekuja kufunga watu wangu na kuvunja kwa damu na kondoo, endelea kuwafyeka sasa. Kila roho iliyotuma juu yako, pasua vipande. Kila roho ya magonjwa, vunja kwa damu na kondoo. Kila roho ya kansa, pasua vipande. Kila roho iliyotuma, pasua vipande kwa damu na kondoo. Anza kupasua sasa, anza kufyeka, anza kuambia kwa damu na kondoo. Umeua wewe mwaminifu, na kufyeka na kupasua na kuvunja. Ewe mganga uliyekuja kufunga njia zangu, na kupasua. Ewe mchawi uliyekuja kufunga njia zangu, na kufyeka zile roho ulizotuma jengo, na zikamata na zishusha pande za mwisho za kuzimu, na zifungilia mbali, na zivunja vipande. Anza kuzivunja, anza kuwafyeka wachawi, anza kuwapasua, anza kuwavunja, anza kuwateketeza kwa mamlaka ya damu na kondoo. Sema na kupasua, ewe mchawi uliyekuja kufunga maisha yangu, na kupasua. Ewe roho uliyotuma na wachawi ili kushika hatua zangu, na kupasua. Ewe roho ya ufukara, na kuvunja na kuharibu, na kuponda kwa damu na kondoo, na uwezo wa Yesu aliye hai. Endelea kuvunja kwa mamlaka, endelea kupasua kila roho, fyeka wachawi kwa damu na kondoo, vunja, waharibu, waponde vipande kwa damu na kondoo. Wakusanye ukitaka kuwakusanya, wewe wakusanye tu. Sema na wakusanya kwa damu na kondoo. Kila roho inaleta magonjwa, na ikusanya kwa damu na kondoo, na kufyeka na kupasua kila roho ya ufukara, na kukusanya kwenye mengo roho, na kuvunja na kuharibu katika jina la Yesu Kristo, aliyeshika madhabahu ya nchi ili kutesa watu wao, na kukamata na kufyeka na kuvunja aliyekuja kuzuia hatima yao, na kupasua. Aliyekuja kuzuia ndoa, na kupasua. Aliyekuja kuzuia biashara yake, na kupasua. Achia kwa damu na kondoo. Maana imeandikwa Mungu ni roho, na palipo roho Mungu pana uhuru, katika jina la Yesu Kristo. Yoyote Baba aliyefunga njia zake, na kufyeka. Yoyote aliyefunga utajiri wake, na kupasua. Aliyefunga ndoa yake, na kupasua. Kila roho aliyetuma kutoka madhabahu, na kukamata. Kila roho aliye nyuma ya shida zangu, na kukamata. Kila roho aliye nyuma ya shida za watu, na kukamata, na kuvunja na kuharibu, na kuponda na kusaga na kufyeka. Ewe mganga uliyekuja kuiba nyota, na kupasua kwa damu na kondoo. Endelea kuwafyeka na roho zao za waganga, endelea kuwapasua na mizimu zao, endelea kuwavunja vipande kwa damu na kondoo, na uwezo wa Yesu aliye hai. In Jesus name.
pasuka kwa damu ya mwanakondoo. Wafyeke wachawi kwa damu ya Yesu. Vunja mizimu kwa damu ya mwanakondoo. Vunja kamba zao, kata kamba za magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Kata kamba za kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Na uwezo wa Mungu leo nataka tuvunje mikataba sasa, tuharibu kila mikataba uliofanya joko. Kumbuka kuna mikataba ilifanywa ndo wale mapepo sasa wakafuata ile mikataba. Nataka tuvunje kila mikataba aliyofanya katika jina la Yesu Kristo. Kila mikataba iliyofanywa juu kwa ajili yangu navunja. Kila viapo vilivyofanywa kwa ajili yangu nazipasua kwa damu na kondoo. Kiapo cha magonjwa na kivunja vunja. Kiapo cha kuibia nyota na kipasua pasua. Kiapo iliyotengenezwa na wakuu na ivunja vunja kwa damu na kondoo. Anza kufyeka kila kiapo, anza kuvunja kila mikataba iliyotengenezwa kwa ajili yako. Vunja kwa damu na kondoo, pasua kwa damu na kondoo. Sema navunja na haribu kila mikataba iliyotengenezwa kwa ajili yangu, na pasua vipande vipande. Kila mikataba ya magonjwa navunja. Kila mikataba ya ufukara iliyofanyika juu yangu na pasua na haribu, na ponda kwa damu na kondoo. Kwa mamlaka ya damu hizo, anza kupigana nazo sasa. Anza kuzivunja, anza kuzipasua pasua, anza kuzifyeka kwa damu ya mwanakondoo. Vunja haribu, pasua vipande vipande kwa damu ya Yesu. Pasua kwa damu ya mwanakondoo. Endelea kufyeka, endelea kuvunja, endelea kuharibu, endelea kuponda kwa damu ya mwanakondoo. Sema na waponda adui ya maisha yangu, na kuponda ewe roho uliyetuma juu yangu, na kuponda kwa damu ya mwanakondoo, na kusaga na mikataba yako ya magonjwa na isaga, na viapo vyako na zivunja na ziharibu katika jina. Viapo vyote vya umaskini uliotuma juu yangu na zikatakata. Kamba zote za ufukara uliotuma juu yangu na zipasua na zivunja na ziteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Na washambulia na washambulia wakuu wa anga, na washambulia kwa damu na kondoo. Na vunja madhabahu zao kwa damu na kondoo. Achia roho za watu, achia mikono, na kukamata kwenye anga, na kukamata kwenye bahari, na shuka pande za mwisho za kuzimu, na kufyeka aliyekuja kufunga maisha yotoa, na kupasua kwa mamlaka ya damu na kondoo. Maana imeandikwa, nitapita kwenye uvuli wa bonde la mauti, hakuna kitakachonidhuru. Leo nafanya mamlaka tena kwa damu na kondoo. Na vunja na haribu, na ponda wachawi, na wasaga, na washusha waganga pande za mwisho za kuzimu. Achia maisha yao, achia biashara zao kwa damu na kondoo. Ewe adui unayezuia na kufyeka, ewe adui unayezuia na kupasua kwa damu na kondoo, na uwezo wa Yesu aliye hai. Endelea kuvunja kila mikataba kwa damu na kondoo. Sema napasua mikataba uliyofanya kwa ajili yangu, napasua kwa damu na kondoo. Navunja kila mikataba uliyotengeneza kwa jina langu, napasua kwa damu na kondoo. Sema navunja kila mikataba uliyopeleka jina langu, naipasua vipande kwa damu na kondoo. Navunja kila mikataba Baba katika jina. Ile mikataba na viapo ulifanyika kuzimu juu yangu, nazivunja kwa damu na kondoo. Napasua na haribu, navunja vipande kwa damu na kondoo, na uwezo wa Yesu aliye hai. Endelea kuvunja mikataba. Ukivunja mikataba, nataka tuvunje kila chochote ambacho umekifanya juu yako. Nataka tuharibu kabisa katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuwashambulie waganga, tuwafyeke. Nataka tuwashambulie wasomanya, tuwapasue kwa damu na kondoo. Anza sasa kuomba sasa. Nataka tushavunja kiapo, anza kuomba sasa. Anza kufyeka, anza kuharibu hii kwa damu na kondoo. Anza kuvunja kafara zao kwa damu na kondoo. Kafara za magonjwa, pasua vipande. Kafara uliotoa juu ya kazi yako, pasua vipande. Vunja haribu, vunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. In Jesus name, kwa damu na kondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba ushimbilile na mamlaka tena kwa damu na kondoo, na mamlaka katika jina la Yesu. Kila kizuizi imefuata kilichowekwa kwa ajili yetu, na ikamata na ifyeka kwa damu na kondoo. Na mtume malaika apige roho kivizuizi katika jina, apige roho kuzuia elimu yetu na kufyeka kwa damu na kondoo. Na vunja kila mikataba uliotengeneza kwa ajili yao, na pasua mikataba za magonjwa, na pasua na haribu kila mikataba uliotengeneza, na vunja vipande mikataba na matambiko ya familia. Fyeka mikataba iliyotengenezwa asipate mchumba, na ipasua. Mikataba iliyotengenezwa asisafiri, na ipasua. Mikataba iliyomshika kwenye hatima moja, na ipasua. Yule roho aliye nyuma matatizo, na kufyeka, na kuvunja, na kupasua, na kuangamiza, na kusaga. Ewe adui wa maisha yangu, na kusaga. Ewe adui wa maisha watoa, na kusaga kwa damu na kondoo. Na vunja kila madhabahu iliyotengeneza kwa ajili ya watu wao, na vunja wafalme wao, na wapasua. Alijifunga kwa kiapo
na kufyeka alijifunga kwa matambiko na kupasua na kushusha pande za mwisho za kuzimu. Umeanguka Babeli mkuu wa makaba na kuangusha, ewe mganga na mikataba yako na kuangusha. Enyi wachawi na mikataba yenu juu ya watoa na iangusha. Enyi waganga na wafyeka na wapasua, nikivunja kila mikataba ya ufukara iliyotengenezwa kwa ajili yao, nikipasua kila mikataba ya magonjwa, nikipasua kila mikataba ya kutolewa, nikivunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Maana imeandikwa, mtu ni nani? Mtu ni kitu gani mpaka ukamweka juu kidogo kuliko malaika, ukaweka kila kitu chini ya miguu yake? Leo navaa mamlaka tena kwa damu na kondoo, navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Navunja na haribu na ponda chochote ambacho kinamzuia watu hawa, chochote ambacho kinawazuia watu hawa Baba wasisonge mbele, chochote ambacho kimewafunga na kikamata na kivunja na kishambulia na kiteketeza kwa damu na kondoo. Anayezuia biashara yake, vunjika vipande. Anayezuia kazi, pasuka kwa damu na kondoo. Navunja na haribu na piga kila mikataba na kafara zao, na zivunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Vunja kafara zao kwa damu ya Yesu, pasua mikataba na kafara zao in Jesus name, kwa damu na kondoo. Vunja kafara zao, vunja kwa damu na kondoo. Kafara na mikataba yao, vunja, haribu, bonda kwa damu na kondoo. Teketeza kila mikataba uliofanya kwa ajili yako, vunja kila mikataba kwa damu na kondoo. Yule roho aliyetuma amefuata mikataba, mpasue kwa damu na kondoo. Na mamlaka tena kwa damu ya Yesu, na vunja kwa damu na kondoo, na pasua na haribu katika jina la Yesu Kristo. Mikataba na kafara zao na zisaga, na achilia moto, na achilia radi kwa ulimwengu roho, na teketeza kila mikataba iliyofanya kwa ajili ya watu hawa, na teketeza kila roho aliyetuma kaingia ndani ya mwili na kushambulia na kuvunja na kuteketeza na kufyeka na kupasua kila roho anayeishi nje na kupasua kwa damu na kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Nataka sasa tuvunje, nataka tuharibu ndoa za kishetani. Lazima tupasue ndoa za kishetani. Kawaida yetu lazima tuharibu. Hawa watu kivunja leo, kesho wanatengeneza. Tuvae mamlaka sasa kwa damu na kondoo. Ukitaja ndoa, kumbuka unataja mifupa. Ukitaja ndoa, kumbuka ndoa za kishetani, kumbuka unataja na zile kafara zao. Ukitaja ndoa zao, kumbuka unataja na wale wasimamizi wao. Unawapasua, unawafyeka. Amekufanya umekuwa kama mfupa, amekufanya umekuwa kitu cha kuchekelewa. Leo kwa damu na kondoo, kwa damu na kondoo, amekuja kukumiliki kwenye ulimwengu roho. Unavunja kila ndoa ya kishetani. Amekuja kumiliki biashara yako, akakufungisha ndoa. Pasua kila ndoa ya kishetani, pasua kila ndoa ya giza, vunja kwa damu na kondoo. Ukitaja ndoa, kumbuka kuangamiza pia watoto wa kishetani. Unaombaje sasa? Sema, navaa mamlaka kwa damu na kondoo, navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Navunja kila ndoa ya kishetani uliyopanga kwa ajili yangu, na pasua katika jina la Yesu Kristo. Navunja kila madhabahu uliyotengeneza kwa ajili yake, na pasua vipande. Navunja kila mikataba uliyofanya, napiga aliyekuja kunifungisha ndoa kwenye ulimwengu roho, nampiga niachie, nampiga kwa damu na kondoo, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Navunja na haribu zile pete zao, na zivunja kwa damu na kondoo. Achia watu wao, achia kwa damu na kondoo, na kushambulia na kufyeka na kushambulia. Ewe spiritual husband, na kushambulia na kupasua. Ewe spiritual wife, na kushambulia na kuvunja kwa damu na kondoo, na kuharibu na kuteketeza. Umemfungisha ndoa kwa miaka mingi, leo na kukamata kwenye ulimwengu roho, na kuvunja na kuharibu na kuponda kwa damu na kondoo. Na achilia moto, na achilia radi, na teketeza watoto wote wa kishetani, na teketeza kamba za magonjwa, na teketeza kamba za kushindwa, na teketeza kamba za ufukara, na teketeza kwa mamlaka ya damu na kondoo na uwezo wa Yesu. Leo endelea kuachilia moto, endelea kuachilia radi. Imeandikwa, kila ilitaye jina la Bwana ataokolewa. Endelea kuachilia moto kwenye ulimwengu roho. Sema, na achilia moto, na achilia radi, na mfyeka mganga, na mpasua mchawi, na mvunja wakuu walioshika nchi, anayezuia utawala wangu, wakuu shika nchi wanaozuia watu wasifanikiwe, na kukamata kwenye ulimwengu roho, na kuvunja na kushusha pande za mwisho za kuzimu. Na achia moto, na achia radi, na achia ulimwengu roho. Maana imeandikwa, wafanya malaika zako kama upepo, na watumishi wako kama miale moto. Na geuka na kuwa miale moto, na teketeza kila madhabahu uliotengeneza kwa ajili yetu, na vunja kila mikataba yao, na pasua kila alama zao, na vunja ndoa zao, na zipasua ndoa za kishetani, na zivunja kwa mamlaka ya damu na kondoo.
kondoo. Navaa mamlaka tena kwa damu ya Yesu. Navunja pete zao kwa damu ya kondoo. Navunja maagano yao kwa damu ya kondoo. Navunja, nateketeza kwa damu ya kondoo. Ewe pepo uliyotuma juu yangu ukanifungisha ndoa na kushambulia. Ewe pepo, ewe joka uliyotuma juu ya ndoa ukaingia ndani yake na kushambulia, na kuapisha katika jina la Yesu Kristo. Umekuja kumfungisha ndoa na kushusha pande za mwisho za kuzimu na kushusha pande za mwisho za mashimo kwa damu ya kondoo. Maana wewe ni adui na mtesi wa maisha yangu. Vaa mamlaka, vunja, ribu, ponda, endelea kufyeka, endelea kuwaponda kwa damu ya kondoo. Endelea vunja ndoa zao kwa damu ya kondoo. Endelea kufyeka ndoa zao kwa damu ya Yesu. Vunja, ribu, ponda vipande kwa damu ya kondoo na uwezo wa Yesu leo. Endelea kufyeka, endelea kuharibu, endelea kuteketeza kwa damu ya kondoo. Endelea kuvunja kwa damu ya kondoo. Leo utamiliki malango ya adui. Lazima umiliki malango ya adui. Ule adui ya maisha yako unamfyeka, unamiliki malango yake. Sema katika jina la Yesu Kristo, ewe adui na mtesi wa maisha yangu, na kufyeka, na miliki nchi kwa damu ya kondoo. Ewe mganga uliyekuja kunifunga na ndoa zako za kishetani, na zivunja ndoa zako na pete zako, na zivunja watoto wako kishetani, na wapasua. Achia maisha hawa, achia maisha yangu, achia kwa damu ya kondoo. Na achia rodi, na achilia moto, na achilia umeme kwenye ngoro, na teketeza kamba zao, na zivunja kamba za umaskini, na fyeka madhabahu ya ufukara, pasuka vipande kwa damu ya kondoo. Maana imeandikwa, umeweka jiwe la pembeni juu ya Sayuni, atakayeliamini hataaibika kwa damu ya kondoo. Leo katika jina, ile roho ya aibu haitotupata sisi kwa damu ya kondoo. Na vunja kamba zao za kuzimu, na katakata pete zao, na katakata matambiko yao, na katakata mizimu yao, na vunja wakuu wao, na wapasua wafalme wao, na wapasua kwa damu ya kondoo. Pasuka, achia watu hawa. Ewe mkuu wa familia, umemzuia asipate mchumba. Ewe roho uliyetuma umemzuia asipate uchumba, na kufyeka. Ewe roho uliyetuma ukashika hatua zake na kupasua. Ewe roho uliyetuma ufukara ukakaa ndani yake, na kupasua, na kuvunja, na kuteketeza, na kuangamiza, na kuapisha katika jina la Yesu. Songa upande za mwisho za kuzimu, na kushusha pande za mwisho za kuzimu kwa damu ya kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Ewe roho ya kushindwa na kukamata, ewe roho ya kushika hatua na kukamata, ewe roho ya kupoteza mimba na kukamata, ewe roho ya ufukara na kukamata, uliyetuma juu ya watu hawa na kukamata, ewe roho ya kutega na kukamata, ewe roho ya kuzuia maisha na kukamata. Maana imeandikwa, Mungu ni kimbilio letu na nguvu, na msaada unapatikana tele wakati wa mateso. Na achilia moto, na achilia radi kwenye ulimwengu roho, na vunja, na teketeza, na pasua, fyeka kwa damu ya kondoo. Imeandikwa, Baba, utakipendua nacho kitaonekana tena mpaka atakapokuja mwenye haki, basi utampea. Nami navaa mamlaka tena kwa damu ya kondoo. Kile kiti cha enzi cha shetani kilichokaa cha ufukara, kile kiti cha enzi cha shetani kilichokaa juu ya watu hawa, kile kiti cha enzi cha shetani kilichokaa kuiba nyota yao, na kikamata kwenye mingoro, na kivunja, na kipasua, na kifyeka, na kikanyaga, na kigeuza kinakuwa kama makapi, na kigeuza kinakuwa kama mavumbi. Aliyetengeneza madhabahu juu ya watu na vunja, aliyetengeneza mikataba juu ya ndoa na pasua, aliyekuja kuwafungisha ndoa ya giza na kupasua, aliyekuja kumfungisha ndoa ya ufukara na kupasua kwa damu ya kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Nataka tuvunje vifungo sasa. Vifungo vyote, kuna vifungo vya akili, kuna vifungo vya nafsi, kuna vifungo vya roho na vifungo vya mwili. Nataka tupasue kila kifungo. Ndio maana Yesu anasema watu hawa ni watu walibiwa na kutekwa, wamenaswa kwenye magereza, wamekuwa mawindo, weko kwenye mashimo, wamekuwa mawindo, hakuna okoaye wala hakuna itaye. Leo sasa kwa damu ya kondoo, nataka sasa tukue wanajeshi wasio tahayarika. Nataka tukue wanajeshi, nataka tukue miungu na wana wa Mungu leo. Nataka tuvunje, nataka tupasue kila kifungo cha kuzuia biashara, kifungo cha nafsi, pasua vipande, kifungo aliyetengeneza kifungo chako na mpasua, na mfyeka. Alileta kifungo cha akili na kupasua, alileta kifungo vya nafsi na kupasua. Imeandikwa, itoe nafsi yangu kifungoni nipate kuhimidia. Leo tunatoka
Tunatoka kwenye mashimo zao, tunatoka kwenye kamba zao, tunatoka kwenye mitego zao katika jina la Yesu Kristo. Sema natoka. Ile aliyenifunga na mfika, alileta vifungo na pasua, aliyefunga akili yangu na kupasua, aliyefunga mikono yangu na kupasua, aliyefunga hatua zangu na kupasua, aliyefunga elimu yangu na kupasua. Anza kuwapasua kifungo chote cha akili na kiachilia moto. Kifungo kile waliotengeneza kwa ajili yangu na kiachilia radi, na achilia moto, na achilia radi kwenye ulimwengu roho. Pasuka vipande, vunjika, na achilia moto. Achia watu hawa, achia biashara zao, achia kazi zao, achia mtaji wao. Ewe roho uliyekuja kufungisha ndoa, pasuka kwa damu ya kondoo. Kifungo chote cha akili na vunja hicho kifungo aliyetengeneza juu yangu na kikatakata. Kifungo cha mwili cha ufukara na kipasua kwa damu ya kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Endelea kukata kila kifungo, endelea kuvunja kila kifungo kwa damu ya kondoo. Sorry. In Jesus. Kwa damu ya kondoo, vunja vifungo vyote. Endelea kuvunja kwa damu ya kondoo. Pasua kila kifungo katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuteketeza vifungo vyao. Vunja vifungo vya maskini. Vunja, kata kamba za ufukara kwa damu ya kondoo. Sema navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Nakata kamba za magonjwa, nakata kamba, asante sana Grace, nakata kamba za ufukara, nakata kamba za kushika nafsi, nakata kamba za kushika akili, na vunja kwa damu ya kondoo, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Nateketeza katika jina la Yesu Kristo, na haribu kwa mamlaka ya damu ya kondoo, na vunja na ziteketeza kwa damu ya kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. In Jesus name. Nataka sasa tunyofoe kila pando ambalo Mungu hajalipanda juu ya maisha yako. Nataka tuling'oe hayo mapando ya ufukara, nataka tuyang'oe. Na hayo mapando ya kukosa mchumba, nataka tuyang'oe. Hayo mapando ya kuibia nyota, nataka tuyang'oe. Maana imeandikwa, nikamwona Daudi mtumishi wa Mungu amempaka mafuta mabichi, wana waovu watamwonea, atawaponda mbele zake. Nataka pia sisi tukate, tuponde hizo kamba. Nataka tukate, tuponde hizo roho aliyotuma ndani yako. Nataka tuzinyofoe, nataka tung'oe hayo mapando ambayo hajapandwa na Mungu, tuyateketeze katika jina la Yesu Kristo. Unaombaje sasa? Sema navaa mamlaka kwa damu ya kondoo, navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Kila pando ambalo baba hajalipanda, kila pando ambalo Mungu hajalipanda ndani ya maisha yangu, naling'oa na liteketeza kwa damu ya kondoo. Hayo mapando baba ya kunichelewesha, na yang'oa. Hayo mapando baba ya kuiba nyota, na yang'oa. Hayo mapando ya magonjwa, na yang'oa. Hayo mapando uliweka juu ya maisha yangu, na yang'oa, na yakata kwenye mizizi, na teketeza kwa damu ya kondoo. Na vunja mitego yote uliweka kando yangu. Anza kupiga pia mitego. Unang'oa mapando, unapiga pia mitego. Kumbuka shetani anaweza kufanya kazi ndani, ama shetani anaweza kufanya kazi nje. Ndio maana imeandikwa, nikamwona Yoshua mtumishi wa Mungu amesimama mbele za malaika, na shetani amekaa upande wake kulia ili ashindane naye. Lazima tushindane na aliye nje na tupige aliye ndani. Sema navaa mamlaka kwa damu ya kondoo. Kila pando ambalo alijapandwa na Mungu ndani ya maisha yangu, na alinyofoa, na aliteketeza, na aliponda kwa damu ya kondoo. Hayo mapando aliyoweka nje, hizo mitego aliyoweka nje ya maisha yangu, na ziteketeza. Kila roho aliyoweka nje wakainuiza ikakuwa nafasi yangu. Kila roho aliyoweka nje wakageuza ikaanza kutenda kazi kwa nafasi yangu. Na ifuata kwenye mengo roho, na ipasua, na ifika, na ikanyaga, na ing'oa. Sema na ng'oa kila mapando aliyoweka juu ya maisha yangu, na ng'oa kila mapando ya ufukara, na ng'oa kila mapando ya kuiba nyota, na ng'oa, na zinyofoa, na ziteketeza, na zivunjilia mbali, na zipasulia mbali. Pasuka vipande kwa damu ya kondoo. Ewe adui aliyekuja kunipandia magonjwa na kufyeka, ewe adui aliyekuja kunipangia ufukara na kufyeka, ewe mchawi wa ukoo uliyekuja kunipangia magonjwa na kufyeka, na nyofoa kila roho aliyoweka. Maana Mungu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini ziko naye kwa damu ya kondoo. Endelea kung'oa hayo mapando.
In Jesus name, endelea kung'oa kila pando ambalo Mungu hajalipanda, ling'oe kwa damu na kondoo, livunje vipande vipande kwa damu na kondoo. Sema nafyeka, na haribu, na ponda, na vunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Mapando ya magonjwa pasuka vipande vipande, mapando ya kuibia nyota pasuka vipande vipande, mapando waliotengeneza kwa ajili yangu pasuka vipande vipande, mapando ya kuibia nyota vunjika vipande vipande, mapando ya fukara pasuka na teketeza. Maana imeandikwa shoka liko tayari kukata kile miti ambayo haina mapando, na kata miti zao, na kata mapando yao, na kata kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na vunja, na haribu, na teketeza kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu na kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Kila roho aliye nyuma ya mateso yangu na kukamata. Sema kila roho aliye nyuma ya mateso yangu na kukamata, na kufunga, na kufyeka kwa damu na kondoo. Kila roho aliye nyuma ya matatizo yangu na kukamata, na kufyeka, na kufunga, na kushusha pande za mwisho za kuzimu. Na teta nao, na pigana nao. Aliyekuja kuiba nyota, na teta nao. Aliyekuja kupigana nami, na pigana naye. Maana imeandikwa nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Aliyekuja kunifunga na kufyeka, aliyekuja kunitoa kafara na kupasua, aliyekuja kufunga ndoa za watoa na kuvunja, aliyekuja kuzuia kazi yao na kukamata kwenye mengoro na kuvunja na kuharibu na kuponda kwa mamlaka damu na kondoo. Achia maisha yake, achia kazi yake, achia ndoa yake, achia mtoto wake, na kukamata na kuvunja na kupasua aliyekuja kuleta upinzani juu ya maisha, na kufyeka vunjika vipande vipande kwa damu na kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. In Jesus name. Kwa damu na kondoo, katika jina la Yesu Kristo, vaa mamlaka, endelea kuvaa mamlaka, vaa mamlaka kwa damu na kondoo. In Jesus name, endelea kuvaa mamlaka. Leo tunateta nao. Nataka tupigane na roho ya wafu. Kuna wafu walikuwa wachawi kwenye familia, walikufa ndio, ni watu walikufa ndio, lakini wameshikwa chini ya madhabahu, wameshikwa kuzimu. Sasa wale wanatumika kuja kukuroga wewe, sasa wale wanatumika kuja kukufunga wewe, wale mababu wa kitambo. Nataka tuambie katika jina la Yesu Kristo, imeandikwa Mungu ni roho, na palipo roho Mungu pana uhuru. Ewe babu uliyekufa dhambini, ewe nyanya uliye mchawi, sitaumia kwa sababu ya dhambi zako na kufyeka, sitaumia kwa sababu ya uovu ya baba yangu na umfyeka. Kila roho iliyotuma kutoka kwenye mashimo na ya pasua, kila mizimu iliyotuma juu yangu na ivunja. Anza kukamata roho za wafu, anza kuzikamata sasa, anza kuzikamata kiwalisia. Wale si mapepo, wale ni watu lakini wamekufa kuzimu. Kumbuka Biblia inasema aliposhika muhuri wa 5 nikaona roho chini ya madhabahu zikilia, Baba, zikilia Yesu, hata lini utalipiza kisasi juu ya watu wanaoishi kwenye nchi na juu ya damu yetu? Kuna roho zimeshikwa chini ya madhabahu, kuna roho ziko chini ya bahari. Ni roho za watu waliokuwa hai lakini wamekufa, lakini sasa zinatumika kwa kazi za kichawi. Nataka tuzikamata kwenye mengo roho, nataka tuzikamate, tuambie katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa Mungu ni Mungu wa wote walio hai. Ewe baba uliyekufa, unatumika kunikujia kwa ndoto na kufyeka. Ewe roho, ewe nyanya uliyekufa dhambini, unatumika kuja kuniandama maisha yangu na kufyeka na kuapisha katika jina la Yesu Kristo. Achia maisha yangu. Ewe nyanya wa kizazi cha 4, ewe baba wa kizazi cha 3 unayetumika kuniandama mimi, ewe bibi wa kizazi cha 4 unayetumika kunifuata mimi, na kukamata na kufunga na kushusha pande za mwisho za kuzimu. Na teta nao, na pigana nao. Mizimu ya familia na ifyeka. Roho za watu waliokufa dhambini ambao unatumika na shetani kuniandama mimi, na kupasua na washusha pande za mwisho za kuzimu. Achia maisha yangu leo, achia ndoa yangu, achia uzazi wangu, achia watoto wangu. Anza kuwafyeka, anza kumwambia kwa damu na kondoo. Ewe roho za mizimu, ewe roho za watu waliokufa kitambo, majeshi ya wafu anayetumika kunitesa mimi, na kukamata kwenye mengo roho, na kufunga na kufyeka kwa damu na kondoo, na kushambulia aliyekuja kuiba nyota, na kushambulia anayetuma kunichunguza, na kushambulia anayetuma kuua watoto wangu, na kushambulia anayetuma kuava mimba yangu, na kushambulia anayetumika na shetani kwa kazi za kishetani, na kushusha pande za mwisho za kuzimu. Majeshi yote ya wafu inayetumika kunitesa mimi, na
ninayadondosha. Ewe babu unayenijia kwa ndoto, ulikufa dhambini na kukamata na kufunga na kufyeka, pasuka vipande vipande kwa damu na kondoo. Maana imeandikwa Mungu ni roho, na palipo roho wa Mungu basi pana uhuru. Natangaza uhuru juu ya maisha yangu, natangaza uhuru juu ya watoto wangu, natangaza uhuru juu ya biashara yangu, natangaza uhuru. Anza kutangaza uhuru. Umemfyeka babu wa kizazi cha 3. Maana imeandikwa, kumbuka, haukombolewa kwa vitu vinavyoharibika kama dhahabu na fedha, bali ulikombolewa katika damu ya mwanakondoo. Ulikombolewa kwa damu takatifu Yesu Kristo. Ulikombolewa kutoka kwa mienendo mibaya uliopokea kwa baba zetu. Ile mienendo, kuna roho nyuma ya mienendo, kuna roho, ile mienendo ni ufukara, kuna roho nyuma yake. Anza kufyeka. Ewe babu uliokufa dhambini, unatumika kunitesa mimi na kupasua. Ewe nyanya kufa dhambini, unatumika kuniletea magonjwa na kuvunja na kuharibu na kuponda na kusaga na kufyeka. Achia maisha yangu leo, achia ndoa zangu, achia kwa damu na kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Kwa damu ya Yesu, kwa damu na kondoo, nataka tufunje, nataka tupasue sasa kila alama za magonjwa. Kuna alama umekuwekea kwenye ulimwengu wa roho. Kuna alama za kumilikiwa za familia. Kuna wengine wamechanjwa, chale, na kuna wengine mko na alama kwenye ulimwengu wa roho. Nataka tufute alama. Kuna alama, ndio maana mapepo yanakuja ndani, yanatembea ndani. Kwa sababu gani? Wamekumiliki kwenye ulimwengu wa roho. Wamekumiliki, wanasema huyu ni wetu, tumemwekea alama. Anza sasa kuomba. Unaombaje sasa? Anza kuomba sasa. Sema, katika jina la Yesu Kristo, nava mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, nava mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Alama zote ulizoweka ndani ya mwili wangu nazifuta, naziteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Alama kwenye ulimwengu wa roho, alama za ufukara nazifuta kwa damu ya mwanakondoo. Maana imeandikwa, mwilini mwangu niko na chapa za damu ya mwanakondoo, mtu yote asinitaabisha. Napiga kila roho aliyefuata alama, na fika roho aliyeingia kwenye tumbo ya Kanana, na mpasua kwa damu ya mwanakondoo. Aliyekuja kufunga uzazi wake na kupasua, aliyemwekea alama na kushambulia kwenye ulimwengu wa roho. Nafuta kila alama ulioweka kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Nafuta kila alama ulioweka kwenye ulimwengu wa roho. Nafuta, haribu, naponda alama zote za kumilikiwa na majoka. Nazifuta alama zote za kumilikiwa na ufukara. Nazifuta alama zote za kumilikiwa na magonjwa. Nazifuta alama zote za mateso. Nazifuta kwa damu na kondoo. Naachilia moto, naachilia radi katika jina la Yesu. Nafuta alama za magonjwa, nafuta alama za familia, nafuta kwa damu na kondoo. Anza kufuta hizo alama katika jina la Yesu Kristo. Anza kuzifutilia mbali, anza kuzisaga, anza kuzifuta na moto lao, anza kuzifuta na neno na moto wa mwanakondoo. Anza kuzifuta katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Futa kila alama kwa damu na kondoo, futa alama kwa damu na kondoo, futa hizo alama katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Endelea kuzifuta sasa. Kumbuka imeandikwa, mwilini mwako uko na chapa za damu ya mwanakondoo, mtu yote asikutaabishe. Alama zote zifute, maana uko na chapa za damu ya mwanakondoo. Amekuwekea alama za kumilikiwa. Futa hizo alama kwa damu ya mwanakondoo. In Jesus name, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Lazima upigane, lazima ujifunze, maana imeandikwa, Mungu amefunza mikono yako jinsi ya kupigana, ameimarisha hatua zetu, anapenda njia zetu. Yeye ndio mwanga wa njia zetu, yeye ndio taa, na sisi ndio chumvi ya ulimwengu. Sisi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Kwa sisi tutapiga wafalme, kwa sisi tutapiga mataifa, kwa sisi tutapiga farasi na mpanda farasi katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. In Jesus name, kwa damu na kondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Mtakatifu, Baba uishi milele. Baba, navaa mamlaka tena kwa damu na kondoo, navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Alama zote Baba ulioweka juu ya watu hawa, alama za magonjwa, alama za kumilikiwa, Baba nazifuta. Alama uliotengeneza kwenye ulimwengu wa roho, alama uliotengeneza kwenye ulimwengu wa damu na nyama, nazifuta kwa damu na kondoo. Maana mwilini za watu hawa wako na chapa za damu ya kondoo, mtu yote asiwataabishe. Navaa mamlaka tena kwa damu na kondoo, nafuta kila alama waliotengeneza kwenye ulimwengu wa roho, nafuta kila alama waliotengeneza katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Naachilia moto, naachilia radi, naachilia umeme wa damu na kondoo. Imeandikwa, pasitokee kwetu mwanamke aliye mchawi. Imeandikwa, asiroge kwa kutia mafundo. Yoyote Baba aliyetengeneza mafundo juu ya watu na kukamata na kufyeka, yoyote Baba aliyeshika hatua zake na kukamata na kufyeka, aliyekuja kushika hatua zake za masomo, aliyekuja kushika hatua zake za ndoa,
aliyekuja kumwekea alama ili ashike hatua zake za biashara na kukamata kwenye mlango roho na kuvunja na kuharibu na kuponda ponda na kusaga saga na kufyeka na kufyeka. Ewe adui aliyekuja kula biashara na kupasua, ewe adui aliyekuja kukula ndoa na kupasua, ewe adui aliyekuja kumuumiza na kuvunja kwa damu na kondoo na kuharibu na kuponda. Alama zote za magonjwa nazifuta, alama zote za kumilikiwa nazifuta, alama zote ulioweka kwenye mlango roho na kwenye mlango damu na nyama nazifuta, alama alimwekea kwenye ngozi nazifuta, alama aliyomwekea za ufukara nazifuta kwa damu na kondoo. Maana imeandikwa makwazo yapo makwazo yanakuja, lakini ole wake analeta makwazo yoyote. Baba alileta makwazo juu ya watoa na kukamata na kufyeka, alileta makwazo juu ya biashara yake na kukamata na kufyeka, alileta makwazo juu ya maisha yake na kukamata na kufyeka. Aliyekuja Baba akamwekea alama ya kumiliki na kukamata, hizo chapa na mihuri za kuzimu nazifuta kwa mamlaka ya damu na kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Imeandikwa teta na wanaoteta nami, imeandikwa pigana na wanaopigana nami, napigana nao. Na yoyote Baba aliweka alama juu ya watu napigana naye, yoyote Baba anayewinda maisha yake napigana naye. Maana imeandikwa Mungu kwetu Mungu wa kuokoa na njia za kutoka mautini ziko naye. Imeandikwa Mungu ndio kimbilio na nguvu katika jina la Yesu Kristo, na msaada unaopatikana tele wakati wa mateso. Adui zangu wamekuja kwa njia moja, atakimbia kwa njia saba. Yoyote aliyekuja kutuweka alama na mkimbiza njia saba. I scatter you 7 ways by the blood of Jesus. Nikikufyeka, nikikupasua, nikikuvunja kwa damu na kondoo, kwa damu na kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. In Jesus name, kwa damu na kondoo, in Jesus name, kwa damu ya Yesu. Endelea kufyeka, endelea kuwafyeka, endelea kuwapasua. Na hisi bado hatujafyeka watesi wa maisha yetu, hisi bado hatujawatumbika vile inavyofaa. Sema katika jina la Yesu Kristo, ewe mtesi wa maisha yangu na kukamata na kufunga, ewe mtesi wa biashara yangu na kukamata na kufunga, ewe mtesi uliyetuma kunizuia na kukamata na kufunga na kufyeka na kuponda, ewe adui mtesi wa maisha yangu na kutundika, ewe adui aliyejipanga kushindana na biashara yangu na kukamata na kufyeka, ewe mkuu uliyepanga kuzuleta ufukara juu ya maisha yangu na kukamata na kufyeka kwa damu na kondoo. Anza kuwafyeka sasa, endelea kuwafyeka, endelea kuwapasua. Sema na mamlaka tena kwa damu na kondoo. Yoyote awaye Baba katika jina la Yesu Kristo ambaye anazuia maisha yangu na kukamata na kufyeka, kila roho inayezuia ndoa yangu na kukamata na kufyeka, kila roho inayezuia maisha ya watu amemtesa sana miaka mingi, na zishambulia na washambulia na wavunja na waharibu na waponda kwa damu na kondoo. Maana imeandikwa Mungu ni mtu wa vita, jina lake ni Yehova. Imeandikwa nenda kalipiza kisasi juu ya Amaleki kwa ajili ya Waisraeli, na mimi nalipiza kisasi juu ya watu wameteswa miaka mingi, wameteswa kwenye magonjwa, wameteswa kwenye ufukara. Leo nalipiza kisasi juu ya watu, na vunja kila madhabahu walioshika, na vunja kila madhabahu waliowekwa kwa kujua na pasipo kujua, na vunja na haribu na ponda kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na saga madhabahu za kale, na saga madhabahu mapya, na saga madhabahu za upande wa kina baba zao, na saga madhabahu za upande wa kina mama zao, na saga madhabahu yote yaliyoshikanishwa kwa kujua, madhabahu kwenye makanisa ya giza, na yavunja na yapasua na ya saga na yafyeka na achilia moto, na achilia radi, na achilia moto wenye akili, na achilia moto, na watuma malaika wa moto wateketeze hizo madhabahu ambayo inashika watu, ateketeze kila kiapo ambayo inazuia watu, ateketeze kila alama za magonjwa, ateketeze kila kiapo, vunja, haribu, ponda vipande kwa damu